mtoto anapokuwa na ulemavu, maana yake baba anashindwa kukua kiakili na kimwili. Badala kwenda mbele anarudi nyuma. Lakini wakati mwingine anaweza akakua kimwili lakini kiakili kaleta changamoto. Kwa hiyo sasa unakuta mtoto huyu anapoenda kuanza shule, bila kinachofundishwa darasani haelewi. Kila siku mtoto darasani anakuwa wakishi. Ukiangalia madaftari yake ameandika makorokocho. Shule mwalimu anapiga, nyumbani mama anapiga, mtoto haelewi. Kumbe yule mtoto ana ulemavu. Lakini ulemavu ambao anakuwa nao sisi kama walezi na wazazi tungeweza kumwokoa kwenye ulemavu kwa kumlea katika malezi ambayo anahitajika kuelewa. Ikiwemo swala zima la kuangalia lishe kwa maana ya chakula, na mmeshapata elimu ya kutosha kuhusiana na hiyo lishe. Mimi sina haja ya kufanua. Lakini kubwa tuhakikishe kwamba tunawapa lishe bora. Nyinyi wenyewe mmeona kazi kubwa na nzuri ambayo inaendelea kufanywa na wahudumu wa afya, wakiwemo hawa wahudumu wa ngazi ya jamii. Walikuwa na kazi kubwa sana. Na mimi leo nimefaili kwa kiwango kikubwa sana. Na mimi leo nilikuwa ni sehemu ya kuwapima watoto, nimeona. Lakini pia tumepata fursa ya kupika. Tumepika vyakula mbaya mchanganyiko. Yale maharage mmeona kati yanaungwa, ameungwa na vitu vingi sana. Kwa nataka niwaambie, yale ambayo tulikuwa tunayafanya hapa sio kwa ajili ya show, sio kwa ajili ya kuonyeshana. Tuko hapa tunafanya kwa vitendo, tunaelimishana. Na mtoto chini ya miaka 5 anahitaji malezi makubwa na uangalizi mkubwa ambao unatakiwa ufanye na wewe mzazi. Na si tu kwenye chakula, hata kumwangalia kwenye swala zima la usafi. Kuna magonjwa ambayo yanalipuka kwa sababu tu ya swala zima la uchafu. Hili pia lazima tulizingatie. Mama lazima uwe unamwangalia mtoto wako hatua kwa hatua. Kama unaona kuna kiashiria chochote si cha kawaida, mtoto hachezi vizuri, mtoto hachangamki, unamsemesha haelewi, nenda haraka kwenye kituo cha afya. Kwa hiyo tuangalie sana watoto, tuangalie sana swala la lishe na tupambane na ulemavu. Kwa hiyo kina mama wenzangu, tahidi kuhakikisha kwamba tunaendelea kupenda lishe bora. Na ndio maana na mimi nimekuja hapa tuungane, mtambue kwamba jambo la ulemavu ni tatizo na ni janga. Sisi kina mama kama ni walezi namba moja, ambapo pia tunatakiwa tumsaidiwe na kina baba, ili wote kwa pamoja tuweze kusaidiana katika malezi ya mtoto. Lakini pia kuna swala la ukatili wa watoto. Na ukatili wa watoto unaweza ukaanza kwa mzazi mwenyewe, akawa anafanya ukatili kwa mtoto wake, ama jamii au watu wanaomzunguka kwenye familia wanaweza wakafanya ukatili kwa mtoto. Unakuta mama anaweza akampiga kibao mtoto wake wa miaka 2. Unaweza ukadhani kwamba amempiga mtu mzima. Mama anamkuta mtoto mbwa, unamkuta mtoto paka, unamwambia mtoto wewe nguruwe, mbuzi. Huo ni ukatili. Mtoto ukimlea katika mazingira hii unategemea atakuwaje baadaye? Kwa nini usimpende mtoto wako? Ukambeba, ukampakata, ukamwimbia nyimbo, ukacheza naye, ukaimba naye. Kina mama oye! Safi. Sana mwanangu. Ninawapongeza sana. Ninawaomba msichoke. Kila baada ya miezi 3 lazima tukutane kwa ajili ya kuangalia afya za watoto wetu na kuendelea kuandaa chakula cha lishe hapa kwa pamoja. Lakini tusiache pia chakula kama hiki tunachokiandaa leo tukakiandae na majumbani kwetu.